Alam ya'ni lilladhina amanu an takhsha qulubuhum li dhikrillah. Aya hii ilimuongoa ikampa uongofu na mwenendo uliokuwa mwema, akawa ni mwenye kupigiwa mfano katika takwa, uchamungu, ukarimu na kila matendo mema, ilmu na vingine. Bwana mmoja anaitwa Fudail ibn Iyad. Bwana huyu alikuwa ni qati'u tariq, ni jambazi. Unamjua jambazi? Ukitaja jambazi unashtuka. Mpaka wale waliokuwa wakisafiri kwenda hija miaka hiyo walikuwa wakienda kwa hadhari, kwa kumwogopa huyo bwana Fudailu ibn Iyad. Alikuwa chuma huyo, alikuwa mwamba, ana masara, yeye na kundi lake, na yeye mmoja ni kama watu 100. Namna kazi yake ilivyokuwa anaifanya kwa ustadi na umahiri, sio mtu wa kawaida kawaida. Fudailu ibn Iyad, ukitaja hilo jina watu wanatetemeka. Alikuwa jambazi kweli kweli, mbakaji mkubwa, wanawake walikuwa wakiogopa. Nakumbuka miaka ya zamani, na sisi watu hao tulikuwa tunao hapo. Wengine Mungu kawapa hidayah, waliacha hayo mambo, wakawa ni watu wema, wakawa ni watu wenye kupigiwa mifano mpaka leo. Yuko bwana anaitwa bwana Abu Bakr, nadhani nikitaja hivyo huwezi kumjua. Alikuwa mtu anatisha, ndio Fudailu ibn Iyad. Siku moja alimpenda mwanamke mmoja, nia yake ni kuruka akaingia kwenye nyumba na kwenda kufanya analolitaka yeye kwa nguvu, tunasema kubaka. Alipofika katika nyumba ile akaparamia ukuta. Alipofika juu ya ukuta akaisikia aya hii inasomwa na mtu. Sauti ile ilitokea wapi? Mwenyezi Mungu ndo mwenye kujua. Aliisikia kauli ya Mwenyezi Mungu niloisoma hapo kabla, alam ya'ni lilladhina amanu, haijafika tena wakati kwa wale walioamini, antakhsha qulubuhum li dhikrillah, waogope kwa kule kutajwa Mungu. Inatosha tena. Yule bwana akasema qad an, kweli imefika. Pale pale kwa aya hii kamwingia katika nafsi yake, akarudi chini, akaenda akajificha katika jumba moja bovu. Aya imemwathiri katika nafsi yake. Alipofika katika lile jumba bovu, kumbe kulikuwa na wafanyabiashara na mahujaji wanaelekea Maka, wakiambiana, jamani, tuunganishe msafara twende zetu usiku huu au tusubiri mpaka asubuhi? Wengine wakasema twendeni tu. Wengine wakaambia, nyinyi, kuna mtu mmoja anaitwa Fudailu ibn Iyad, huyo ni hatari. Hapo tayari kashaweka mitego yake, mali zetu zote zitachukuliwa na mambo mengine watatufanyia, tusubirini mpaka asubuhi. Fudailu ibn Iyad yupo pale katika lile jumba bovu, anawasikia wale wafanyabiashara na wale mahujaji wakihojiana. Akasema, ya subhanallah, kumbe mimi watu ndivyo wanavyonisoma hivi, ndivyo wanavyonichukulia, huu ndo mwenendo wangu. Pale pale akatubia bwana yule, akawacha mambo yale. Fudailu leo ukimwelezea Fudailu ibn Iyad ni katika matabiina waliokuwa bora zaidi. Ukienda kwa Imam Bukhari anakuambia thika, huyo ni mtu mwaminifu, huyo ni mtu mwaminifu. Kwa maulama wote wa hadithi, wanawazuoni wote wamemsifia. Ni baada ya kufuata ule mwenendo mwema. Kwa hiyo hata sisi kuambiwi kwamba sisi ni malaika hatufanyi madhambi, lakini tunatakiwa turudi kwa Mwenyezi Mungu na kufuata ule mwenendo mwema. Tusiwe warahisi rahisi kutumbukia katika mambo hayo, tusiwe tunayatamani hayo mambo hayo, ukaona zitafuta kila fursa za kutapeli watu, za kudhulumu watu, za kufanya kila mambo ya starehe. Hiyo sio silka, sio mwenendo wa Muislamu. Na mtu anapoingia katika mambo hayo ni haraka natakiwa arudi, atubu kwa Mwenyezi Mungu na ajutie na asirudi tena. Hapo tutapata rehma za Mwenyezi Mungu, tutapata baraka za watoto, tutapata baraka za maisha, tutapata kila kitu.